Kuna watu wanataka kutugawanya katika misingi ya ukabila. Kuna watu ambao wanataka kutusi rais. Kuna watu wanataka kuchochea wananchi. Juzi nyinyi mmeona aliyekuwa deputy president. Yeye anatembea huku anachochea watu. Hata akasimama hapa Masii anawaeleza sijui lazima muongwe ndio muweze kusikiza rais wetu na deputy president. Nyinyi mnahitaji kuongwa. Mnahitaji kuongwa ndio msikize rais na deputy wake. Wakasema sijui lazima, sijui mtoe 1,000, sijui 2,000. Na mimi nataka niwatangazie hatuna shida na hiyo 1,000. Kwa sababu zile vikundi tunachangia hapa, vikundi zaidi ya CBOs, beyond karibu 75 CBOs. Ile pesa ma CBO mtapata ni zaidi ya hiyo pesa wanasema. Ni zaidi. Kwa sababu sioni njia yoyote kwa zile CBO ambazo tumetengeneza CBO. Naona ile pesa inachangwa hapa, mtapasa pesa zaidi ya kila CBO karibu takriban 1,100. Sasa kwani wewe 1,100 unasema? Kwani hujaona yenye tumeleta? Sasa swali ni, wewe umesema tukisikizwa tutoe. Tumekuja hapa tumetoa mchango wetu wa kuchangia vikundi. Na wewe ulisikizwa hapa. Uliwacha ngapi? Aliwacha chochote? Ilikuwa ni kelele peke yake? Na hao ndio wakati wamekuwa katika kiti ya deputy president wamesema Wakamba wasipewe chochote. Wamesema sisi hatuna shares. Wamesema kura yetu ni kidogo. Wakasema hatukupigia rais kura. Wakasema tusipewe maji. Wakatuuliza 1.5 itatupeleka wapi? Wakasema tusipewe barabara. Wakasema tusipewe mahospitali. Sasa juzi nasikia wanasema sisi ni makazi. Kazi ni wa aina gani? Ambaye wakati wewe umekufa au hujakumbuka wale makazi. Wakati umefukuzwa ndio sasa unakumbuka uko na familia. Ni kama wale watu ya familia ambaye mtu anaenda Nairobi, anapata pesa, ananunua magari, akienda kule nyumbani hataki kuzungumza na watu kwa sababu yako na pesa. Lakini wakati kazi inapotea, anaanza kusema tukue tunakutana, unajua sisi ni familia moja. Tukue tunakutana kila weekend tukule mbuzi. Lakini wakati alikuwa na pesa, hakuwa nakumbuka. Kwa hivyo mimi niseme siasa ya uchochezi, siasa ya kugawanisha watu, sisi hatuwezi tukakubali, na ninawaomba watu wa Mwala tusikubalie watu kama hao ni adui wa maendeleo wasiingie katika area zetu, kwa sababu kwao wakati wamekuwa kwa viti wamesaidiwa na rais wetu, wakaweka barabara, wakapata maji, na sasa wanakuja kuchochea huku ndio tusiweze kupata maendeleo. Ende nina bichapau nasie musumbe witu ni mamutho chaku munini wa musumbe mamutho chaku ni mamutho chai ka kuna ka usiange mene mane mamutho chai